Kwa pointi hiyo ukiangalia, anasema hivi, Amerika na Ulaya, vijana wa Amerika na Ulaya na Israeli wamefunzwa vizuri katika mapigano hayo katika miaka 10 iliyopita. Watakapoamriwa kwenda kupigana na hao wapumbavu, watatii maagizo na kuwageuza wapinzani wetu kuwa majivu. Wamejifunza miaka mingapi? 10. Tumeajiri au tumenunua raia wa ndani kutoka nchi hizi za Kiislamu na wanafanya kazi kwa mipango yetu, kwani tumefanya uwekezaji mzito kwao. Hawa wanafanya vizuri zaidi ya matarajio yetu. Kwa kupitia wasaliti hawa tumekaribia sana malengo yetu yaliyopangwa. Okay. Irani haina wasaliti? Kwa taarifa zilizotoka wana wasaliti. Simuona Kissinger ni balaa? Kweli. Alizitoa hizi siri hadharani. Kwani Epstein files wajatoa hadharani? Wametoa hadharani. Si ni wao Trump si yuko mle? Ndio. Sasa kwa nini wajitoe wenyewe? Okay. Wanajitoa wanaona cha kuwafanya. Maana yake wanakuonyesha kwamba tuna nguvu. Tuna makosa lakini wewe huwezi kutukamata. Umeelewa paka hapo? Okay. Kwani unaweza kukamata wanasiasa wa nchi hii? Hapana. Si wanafanya maovu lakini bado tu wanaendelea kuwapo na wanakutungia sheria. Kwa hiyo wanakuonyesha wana nguvu. Hata kuna mtu mmoja nimemsikia mkubwa wa nchi anasema kwamba hata kama mtanipigia makofi mimi ni kiongozi. Ndio utajua mwenyewe. Sikia sasa. Amerika na Israeli wameandaa sanduku kwa Urusi na Iran. Okay. Naomba tuwe busy hapa. Okay. Itakuwa msumari wa mwisho katika jeneza hili baada ya Amerika kuwapa nafasi ya kupona, kujijenga na hisia za uongo za nguvu, kujiona wana nguvu. Okay. Halafu wataanguka milele ili kwamba Amerika ambayo ni Freemason iweze kujenga jamii mpya ya ulimwengu ambapo kutakuwa na serikali moja tu yenye nguvu kubwa. Okay. Mwisho wa kunukuu. Umeelewa? Kwa hiyo mambo nasema kwamba huu mpango wa Iran ukiisha kuna kitu kinakuja, mpango mpya nini? Wa ulimwengu. Kwa leo hapa kuna miaka nyuma ya Biden hapa tulisifia China, Urusi na China. Uongo kweli? Kweli. Yaani watu walisifia mpaka kuona Marekani kama kituko fulani. Mpaka sasa hivi watu wanasema aguse pale. Kwanza kuna wengine wanasema aguse Korea Kaskazini. Tulie kidogo. Urusi tulimsifia sana Urusi. Sana. Akionyesha ile makombora ile S400, S300. Na rafiki zangu fulani wa Kiislamu na wengine wa Kikristo walikuwa wanasema Marekani imekwisha habari yake. Superpower ni Urusi, Marekani ni paper tiger. Okay. Lakini akapelekewa mfupa wa Ukraine. Unamsumbua msumbui. Miaka 4 amezofia. Hata juzi Trump akasema hivi, Russia sasa hivi haina hazi ya kuchuana na Marekani. Tunamwachia Mjerumani na Mfaransa. Sababu Mjerumani ana uchumi mkubwa kuliko Urusi. Uchumi wa Urusi ni dola trilioni 1.7. Lakini Mjerumani si alichapigwa marufuku kwenye mambo ya silaha. Tulia sasa. Ujerumani na uchumi wa dola trilioni 4. Okay. Mbona iko mbali? Ndio. Afu Mfaransa na jeshi imara na kubwa kuliko la Urusi. Ndio paka kwenda maana Mjerumani ata supply pesa. Okay. Mfaransa na Muingereza wako vizuri na Italy. Okay. Sasa paka hapo hata juzi Faransa naye ameanza kurenew nuclear arsenal zake. Okay. Na sasa hivi Mjerumani pia ameruhusiwa kutengeneza silaha na Marekani. Umeelewa paka hapo Ndio nataka wasuke jeshi la Ulaya. Kwa sababu nyinyi mnamudu Russia. Kwa hiyo ukiona Marekani anatamka, Trump anatamka, amemzalisha Putin. Ndio. Umeelewa paka hapo Ndio. Haya, kama Putin ni superpower. Ukisikia Putin anaweka vikwazo? Hapana. Hajawahi kumwekea mtu vikwazo. Sio amewekewa vikwazo paka wakushika kwenye kombe la dunia? Ndio. Kwenye Olympics wamezuiliwa? Ndio. Ushaona Marekani anaweka vikwazo? Hapana. Amejitoa kwenye Umoja wa Mataifa, Umoja wa Mataifa. Sawa? Watu wanalia kweli kweli wanaomba arudi. Sawa? Marekani sasa leo ingekuwa Russia ataka vamia nchi hapa angeenda hivi hivi. Sikuwa ni vikwazo? Ndio. Kachukua ile majimbo ile Russia amejumiza sana. Marekani sasa hivi ameivamia Iran lakini hatuoni anayemwekea vikwazo. Wala anayeongea. Watapetu kelele Marekani mkono kama China, Marekani na wazimu, sijui nini lakini hawana uwezo wa kumgusa. Umeelewa paka hapo? Sasa jamaa kisa anasema kwamba wataachwa China wajione wanangu na kweli watu wamewasifia China noma. Korea Kaskazini noma.
sijui Russia noma. Lakini rafiki yangu Trump alivyokuja sema make America great again, si nchi zimeogopa leo sana. Taarifu zimekula taarifu. Marekani ameonyesha ukubwa wake mwenyewe, na hii hali ishatokea kipindi cha Reagan mwaka 81. Na alisema kuifanya, unasema Trump anafanishwa na Reagan, Donald Reagan, kuifanya Amerika kubwa tena. Kuna marais nyuma Reagan kule miaka 81 walikuwa wapole, wana kama vile kina Biden au Democratic. Baadaye Russia, wakati unaitwa Soviet USSR, ilikuwa imejiinua sana mpaka sasa Marekani hapa anaenda kupotea. Lakini hivyo ingia Republican Donald Reagan, akasema make America great again, akaonyesha msuri wa Amerika. Baada ya hapo Russia ikaanguka. Mwaka 85 USSR wana njaa, Gorbachev anakuja kuomba chakula Marekani. 91 wakasambaratika. Kwa hiyo Trump anakuja na philosophy zile zile, amejiinua. Iran inasambaratika, Russia ishaumizwa, China anafuata, ili Marekani ijenge jamii mpya ya dunia. Maana sasa kasema kwamba juzi kwenye Umoja wa Mataifa wanalalamika, masuala ya Umoja wa Mataifa, Marekani imechukua inapiga na Irani, imeiruka vikao sijui nini na nini. Juzi hapa msemaji wa Umoja wa Mataifa wa Marekani Barozi akasema tunafanya yale ambayo Umoja wa Mataifa hauwezi kuyafanya, sababu Umoja wa Mataifa umekuwa umoja wa kiuni. Kwa hiyo Marekani inachukua kufanya yenyewe kama yenyewe. Yaani Marekani imejivika koti la umoja nini wa Mataifa, na imesema nchi zote ambazo zitakataa mpango wake zitatupwa mbali. Sawa. Kwa hiyo kwenye Kissinger Marekani kujenga jamii mpya. Na ukisoma Ufunuo 13 ingawa kuna mchungaji mmoja anaitwa Gwajima. Ndio. Hata nimtaje tu. Ndio. Gwajima juu nabii. Okay. Sababu ni Pentecost walishaacha ule unabii wa kihistoria. Okay. Ambao ulifundishwa na reformer. Kina John Wycliffe, sawa? Yeah. Kina Jerome Huss, kina Martin Luther na mababa wa kanisa. Ambao walikubaliana kwamba katika unabii kwamba mpinga Kristo atatokea Roma. Yeah. Lakini leo wanahubiri mpinga Kristo atatokea Yerusalemu. Wapi na wapi? Mpinga Kristo atatokea wapi? Roma. Na yuko. Na wanasema atakuja baada ya pembe Roman Empire kusambaratika kuwa na majimbo 10. Kwa mujibu wa Danieli 7. Yeah. Na kweli baada ya majimbo 7 kusambaratika, aliinuka nani? Iliinuka pembe ndogo. Ni utawala ulioinuka una macho, sawa, na kinywa. Okay. Maana yake uko una hekima, macho ni hekima, na ulikuwa una sauti Ulaya. Ni utawala gani ambao una sauti Ulaya? Pale Roma. Utawala wa Roma ambao ni Vatican. Papal State ilikuwa ina sauti pale, ndio ikichora dira. Na maana kwenye vita vya msalaba, nani alisababisha vita vya msalaba? Okay. Aliyetisha jeshi la msalaba Ulaya nzima nani? Yeye mwenyewe Papa. Si Papa Urban wa pili. Yeah. Mwaka 95, mwaka 1995 katika kanisa la Clermont kule Ufaransa, alisimama pale akaitisha majeshi yote ya Europe kwenda kuikomboa Yerusalemu. Sasa hapa hapo, hiyo ni nguvu ndogo. Nguvu kubwa sana. Inaitwa pembe ndogo kwenye ushawishi. Kwa hiyo mababa wa imani walikuwa wanatambua, na mababa wa imani ndio walitabiri Amerika kwamba Amerika ndio mnyama wa Ufunuo 13 mstari wa 11 mpaka 17. Okay. Kwamba atakuwa anahubiri hivi, anakuja na yuko lakini si sasa, lakini yuko njiani. Okay. Na atainuka katika nchi ambayo sio kuwa na watu na atatawala dunia. Sasa ni nchi gani ambayo iko na watu wengi? Marekani wenyewe. Kwa wakainuka kina Kevin walikuwa wanaongea, wale mareforma mababa wa kanisa. Sasa Pentecost ulipokuja ukamezeshwa na injili ya kina Scofield. Okay. Ya kina John Darby ambaye injili ya karne ya 20 ambao waligeuza philosophy ya fundisho la mababa, sawa? Wakaingiza philosophy yao ya Kijesuit kwamba Antichrist atatokea wapi? Israeli. Sawa? Na wengine wasema ni Muislamu, wengine wasema ni Myahudi. Ni confusion, sawa? Na vile vile utoke hapo, ile fundisho lilivyoenea Marekani ndio likabadili sera ya nje ya Marekani. Mpaka leo Marekani anailinda Israeli kana kwamba apate baraka. Okay. Hata juzi kuna senator mmoja wa Marekani anaitwa John Graham akasema kwamba Marekani isipoisaidia Israeli, Mungu naye ataikata. Sasa ile fundisho limetoka wapi? Kwa kina Scofield hao. Sasa mpaka hapo kwa hiyo ni Jesuit mindset ambayo inatumika leo. Kwa leo Protestanti wamehamishwa. Kwa kuna Gwajima hawa ni product ya Marekani, ya Ukristo Marekani. Mimi ni reformer. Yeah. Mimi ni Mkristo katika imani, mimi ni mtu naamini katika reformation. Yeah. Wale reformer imani ya mababa. Yeah. Kwa hiyo kisiketi hii Pentecost movement imeanzia Marekani. Ingawa Marekani mababa wengi wa kanisa walikimbilia baada ya kuuawa na Roman Empire. Roman Catholic, sawa?
Lakini ile injili ya mababa imezikwa chini. Maana leo katika dokumenti za wa KKT kabisa, zile za Uprotestanti wa KKT zinamtaja Papa ni Antichrist. Dokumenti za Anglican, kama kuna mtu Anglican yuko hapa niambie, waambie zile dokumenti zao za kwanza za mababa Antichrist ni nani? Wakati mwingine tutakuja kuangalia hicho kitu. Sawa, tutafunua hizo dokumenti zote za makanisa za wale mareforma. Lakini leo Pentecost umefunika, ndio maana leo wamepewa injili ya uongo, wanasema Marekani haipo kwenye unabii, ni waongo. Sawa. Sasa hapa tunapata picha kabisa Kissinger ambaye alikuwa ni architect wa nini mpango huu. Sawa, Kissinger si mtu mdogo. Kwa tunavyokuwa tunasema stories zake tunaona kwa ukubwa. Na hebu niambie mtangazaji, nilivyosoma haya maneno ya Kissinger hayako leo hivi ndio yanatokea. Si umeona? Sasa ngoja nikuonyeshe mtu mwingine anaitwa General Clark. Usikie